Shalom watu wa Mungu, ni wasalimu kwa jina la Yesu. Leo nipende tushirikishane kidogo andiko hili katika kitabu hiki cha Mambo ya Walawi 19 mstari wa 19 ambalo linasema, mtazishika amri zangu, usiwaache wanyama wako wa mifugo wakazahana kwa namna mbalimbali. Usipande shamba lako mbegu za namna mbalimbali pamoja, wala usivae mwili wako nguo za namna mbili zilizochanganywa pamoja. Umelisikia hilo andiko? Kwamba kuna sehemu ya kwanza, mtazishika amri zangu. Sehemu ya pili, usiwaache wanyama wako wa mifugo wakazahana kwa namna mbalimbali. Tatu, usipande shamba lako mbegu za namna mbalimbali. Mbegu za namna mbalimbali zipi? Hapa anazungumzia matendo yako yasichanganyikane. Leo unafanya ubaya, kesho uko mwema, unaenda kusali. Leo unatenda hivi, kesho unatenda vile. Yaani wewe ueleweki, upo kwa wabaya, upo kwa shetani, upo kwa Mungu. Paulo amesema kwamba tusidanganyike. Nuru na giza havichangamani. Wewe huwezi kusema mimi ni mwema, mimi ni mtu mzuri, lakini leo au kesho tunakukuta mahali fulani umejipinda, uko kwenye baa labda fulani, unapiga, unavizia mabinti, unaiba sehemu, unakula rushwa huku, unafanya wacharati, mzinzi. Yaani upo, lakini huko ukija kwa Mungu unajifanya wewe uko kwa Mungu. Hapa ndo wanatuambia hapa. Neno la kwanza, mtazishika amri zangu, maana yake kwamba tutaishi katika kanuni na taratibu za Mungu. Ndio maana katika vitabu hivi vya Hesabu, Kutoka, Kumbukumbu la Torati, unaona Mungu anasisitiza sana kuzishika sheria zake na kuzitenda, kuzishika hukumu zake, amri zake na kuzitenda. Ndipo atatubariki, ndipo atakufanya kichwa sio mkia, ndipo atakufanya wa kwanza na sio wa mwisho. Ndipo yani unaona baraka nyingi zinakuja baada ya mimi na wewe kuzishika sheria zake. Lakini usiwaache wanyama. Hii sehemu ya pili, usiwaache wanyama wako wa mifugo wakazaa kwa namna mbalimbali. Yaani tusimwache tutiishi kwa orera tu. Yaani wewe unasali kanisani, lakini ukienda huko mitaani wewe unajichanganya kokote, hautambuliki kama wewe kweli ni mtu wa Mungu. Unaonekana, yani muonekano wako unaonekana kama kahaba fulani, mwizi fulani, mnarushwa fulani, mnywa bangi hivi, yani unaonekana ueleweki. Sababu ya Mungu sasa anataka hapa, alikuwa anawaasa hao wana wa Israeli wasichanganye wanyama wa mifugo yao. Tusichanganyike sisi tunao mkiri Kristo, tulioamua kuishi maisha ya utauwa. Hatutakiwi kufanania na wale wana wa ulimwengu. Kuna wana wa ulimwengu na wana wa nuru. Sasa sisi wana wa nuru hatutakiwi kufanana na wana wa ulimwengu. Hapa kwenye maelezo tunaweza kusema anamaanisha watu wake ambao ni sisi, ambao tumeamua kumpokea Kristo na akaishi ndani yetu. Tuseme kwamba wasiishi au tusiishi tutakavyo, bali tufuate na kutembea katika kanuni za Kristo. Tusichangamane na kila mahali. Yani sisi tunatakiwa tuwe na ufahamu tofauti, tuwe na mtazamo tofauti. Lakini tukiendelea hapo, anasema kwamba usipande shamba lako mbegu za namna mbili pamoja. Hapa ndo panaeleweka. Usipande shamba lako mbegu za namna mbili pamoja. Yani wewe una mbegu ya ubaya, una mbegu ya wema, yani ueleweki. Mungu anasema ukiwa uvuguvugu watakutapika katika Ufunuo. Kwa hiyo hapo anamaanisha nini? Kwamba Mungu, kwamba mtumishi wa Mungu au mtu wa Mungu au mtu aliyeamua kumpokea Yesu, aliyeamua kumpokea Yesu, tusifanyaje? Tusiwe watu wa nia mbili, huku tupo, yani hatueleweki. Lakini tunaweza kusema tusiwe uvuguvugu, tusichangamane na wasioamini. Lakini pia tusiwatumikie mabwana wawili, yani huku tupo. Yesu alishasema ukiwatumikia mabwana wawili, utamwacha huyu, utampenda huyu. Some baadhi ya maandiko hapa. Kumbukumbu la Torati hiyo mstari wa 22, sura ya 22 mstari wa 9, anasema usipande shamba lako la mizabibu aina mbili za mbegu, yasije yakaondolewa matunda yote mbegu ulizopanda na maongeo ya mizabibu yako. Kwamba yani
wewe mwenyewe ndio shamba. Usijichanganye ukawa na mbegu mbili, ukawa na aina mbili, ukawa na wema, ukawa na ubaya ndani yako. Mungu atakutapika. Lakini Mathayo 6:24 inasema kwamba hakuna mtu awezaye kuwatumikia mabwana wawili. Hakuna mtu awezaye kuwatumikia mabwana hao wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Hatuwezi kumtumikia Mungu tukatumikia na vitu hivi vingine. Lazima tufocus, tuangalie tunaenda wapi. Lakini katika Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 14, msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Pana shirika gani kati ya nuru na giza? Yaani wewe ni mwana wa nuru, lakini utambuliki, gizani upo, nuruni upo, au hatueleweki. Ni kwa sababu ya nini? Hiyo ni nini? Hiyo ni mbegu ambazo mbili tofauti zimepandwa katika shamba moja, lakini wanyama tunawaacha sisi wenyewe, tunaenda kuzaa katika maeneo mbalimbali. Ndio anamaanisha katika hilo andiko. Lakini pia tukiendelea hapo 16, tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na asiyeamini? Tusifungwe nira na pamoja na wasioamini. Mwisho anasema 16, anasema tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Mimi na wewe tuliamua kupokea Kristo, kuishi ndani ya Kristo, tu hekalu la Mungu aliye hai. Tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo sisi ni watu wa Mungu. Tukisoma pia Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa 3 unasema, lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Kwa hiyo hapa anamaanisha nini? Kumbe hatutaki kuchangamana. Anaposema hili andiko kwamba usimwache wanyama wa mifugo yao wakazaana maeneo mbalimbali, anamaanisha kwamba tusichangamane sehemu mbalimbali. Sisi ambao tumeshamkristo, yani Wakristo wenyewe kweli kabisa, hatutaki kuchangamana sehemu mbali. Kwenye ubaya huku tupo, kwenye wema huku tupo. Leo unafanya uzinzi, mara uasherati, mara wizi, mara rushwa, mara uwaji, lakini na kwa Mungu unaenda kusali na unamtukuza Mungu vizuri. Andiko limetutaka tusiache wanyama wetu wakazaana kwa namna mbalimbali, tusichangamane mahali popote. Hakunaga ushirika wa nuru na giza, lakini tusipande mbegu mbili katika shamba moja. Yaani shamba moja ni shamba la Bwana, mimi ni hekalu la Mungu, lakini humu ndani yangu kuna ubaya, kuna wema, kuna uchafu wa aina mbalimbali, kuna uovu wa aina mbalimbali, lakini bado najiita Mkristo. Kwa hiyo tusichanganyike. Naam, nashukuru sana kwa kunisikiliza na kunitazama. Tusiache wanyama wetu wakazaana katika maeneo mbalimbali, lakini pia tusipande shamba letu, tusipande kwetu, tusipande mbegu za namna mbili pamoja. Mbegu za namna mbili pamoja zisiwe katika shamba letu. Tusipande ndani yetu mbegu za aina mbili tofauti, mbegu za ubaya, mbegu za wema. Kunaga urafiki kati ya nuru na giza. Ikiwa uvuguvugu, Mungu atatutapika. Basi nashukuru kwa kunisikiliza na kunitazama. Neema ya Kristo kawe pamoja na nyote. Amen.